mengine makubwa yanaweza yakatupita. Tuko tunaendelea na kesi. Najua la kwanza tumepata mkanganyiko baada ya uamuzi wa Mahakama Kuu. Ndugu zangu, nataka niwahakikishie kwamba hilo ni jambo kwetu sisi halikutunduwaza, sisi halikutushangaza. Sijui kama nyinyi liliwashangaza au liliwaduwaza. Na baada ya uamuzi wa Mahakama Kuu tumechukua hatua zinazohitajika za rufaa kwenda Mahakama ya Rufaa Tanzania, kwa sababu ndipo ambako tunaamini tutapata kesi, tutapata haki yetu. Lakini mimi nataka niseme jambo moja, ndugu zangu, na nitaeleza baadaye kwa nini nalisema hivi, kwamba baada ya uamuzi ule wananchi wengi waliofadhaishwa walisema maneno mengi sana. Kusema kweli, wananchi wana haki ya kusema walioyasema, kwa sababu sisi tunasema mahakama ziko huru, lakini zinawatumikia watu na wao wana matarajio yao. Na ulimwengu wa leo watu wameelimika. Utamkuta mtu anauza duka lakini ana digrii ya sheria kama si digrii mbili. Kama hata leo kwa mwana sheria nchi hii watu wanajua tunaendaje, tunajua haki zetu, tunajua tunakwenda namna gani. Kwa hiyo watu ni haki yao, na hili liko dunia nzima. Wala kujadili maamuzi ya mahakama si kuvunja uhuru wa mahakama, kwa sababu mahakama ipo kutumikia, na inafanywa haya na wataalamu, na kuna mikusanyiko ya kitaalamu, kuna jumuiya za kitaalamu ambazo zinafanya hivi kila katika nchi inapotokea maamuzi makubwa ambayo yana maslaha ya umma, yana maslahi ya nchi. Na sisi leo unapotuambia kwamba mwananchi wa nchi hii hana haki ya kwenda kutafuta haki yake katika mahakama kuu yake aliowekewa chini ya katiba nchi yake, aliowekewa na nchi yake, inayolipwa na nchi yake, unataka tusiseme? Mambo ya ajabu. Tutasema, tutajadili na tutaonesha wapi palipokosewa. Ujinga sasa. Haiwezekani. Sisi tunaona ni uamuzi wa kazi ya mahakama sio kusoma sheria. Kazi ya mahakama ni kutafsiri sheria. Kuna tofauti. Kila mtu anaweza kusoma sheria, au sivyo? Lakini imekusudiwa nini? Kila mtu anajua. Hiyo ni kazi iliyopewa mahakama. Unaweza kuona imeandikwa vingine, kumbe ilivyokusudiwa ni vingine. Ndio watu wakenda wakasomea, na ndio maana kukawa na maamuzi ya mahakama ambayo yanafuata. Sasa kanuni moja ya kisheria ni pale mahakama inapotoa maamuzi yale yakawa ni ya kituko, basi huo siku zote naambiwa hapo umeitafsiri vibaya sharia. Tujiulize sisi, uamuzi huu si wa kituko? Sisi tunasema uamuzi huu ni wa kituko. Kwa nini uamuzi wa kituko? Kwa sababu kwanza, mimi sijawahi kusikia na naamini wataalamu wa sheria hawajawahi kuona jambo la namna hiyo, na wapo baada ya uamuzi huu magwiji wa sheria waliotupigia kuzungumza na sisi
kushangazwa na uamuzi huu wa Mahakama Kuu, na hatuna haja kuwataja watu katika hadhara kama hizi. Ni wakituko kwa sababu wewe kama mahakama ina mamlaka ya kusikiliza shauri katika eneo fulani, katika nchi fulani. Unapoiambia kwamba mahakama hiyo ina uwezo lakini haina mamlaka ya kukaa kufanya kazi zake katika eneo hilo, kufanya kazi zake katika nchi hiyo, haina uwezo wa kufungua ofisi katika nchi hiyo, jamani, hicho si kituko? Maana tunaambia umeoa mke huyu wako chuo, bahari, wali, lakini huna ruhusa kumbusa. Ndio maana yake kwamba Mahakama Kuu ya Jamhuri ya